Mchungaji Sylvia Sanga, ni mkurugenzi wa jinsia na watoto Dayosisi ya Kusini Kati Makete. Kama kanisa pia lina majukumu mbalimbali, kuhubiri Injili lakini pia kusaidia watu katika jamii. Na moja ya huduma ambazo kanisa linatoa kusaidia jamii ni pamoja na elimu, lakini pia hasa katika huu mradi wetu wa umeme. Sababu kubwa ambayo ilipelekea hili wazo liweze kuanzishwa na baadhi ya watu kuwa na mradi wa umeme ambao unaweza kusimamiwa na kanisa ni kutokana na changamoto ya kukosekana kwa umeme mara kwa mara. Kwa hiyo hapo sasa ndipo likatokea wazo kwamba je, hivi kama kanisa hatuwezi tukafanya hii huduma tukisaidiana na serikali kwa pamoja. Wazo likaanzia huku kanisani, zikafanyika research mbalimbali, lakini mwisho wa siku ikaja kuonekana kwamba yes, ni kitu ambacho kinaweza kikawezekana. Baada ya hapo hatua zikaanza taratibu, lakini kilichopelekea ni ile ukosefu wa umeme wa mara kwa mara. Process zilipoanza, tunamshukuru Mungu, hata serikali haikuwa mbali, ilikuwa jirani, na tulivyoanzisha huu mchakato mpaka hapa tulipofika, tunashukuru Mungu, si tu kanisa peke yake, lakini serikali inatuunga mkono. Hata uwepo wenu leo kuwepo hapa bado mnaendelea kututia moyo, na tunaelewa kwamba kanisa na jamii kumbe vinafanya kazi kwa pamoja. Jina naitwa Mhandisi Emmanuel Yesaya, ni kaimu meneja usaidizi wa kiufundi kwa uendeshaji miradi kutoka Wakala wa Nishati Vijijini REA. Leo tupo katika kijiji hiki cha Masisiwe katika kata ya Ukwama, wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe, ambapo jukwaa la wahariri wa vyombo vya habari wametembelea huu mradi wa kuzalisha umeme wa Ijangara Mini Hydropower ambao unazalisha kiasi cha kilowati 360 na kuunganishwa katika gridi ya taifa. Hii ni mojawapo ya miradi ya uzalishaji umeme ambayo imepata support kutoka Wakala wa Nishati Vijijini kuanzia wakati wa kufanya upembuzi yakinifu kuandaa huu mradi, ambapo serikali kupitia REA ilitoa ruzuku kwa ajili ya kufanya zile zinaitwa pre-investment studies, kwa maana ya feasibility study za mazingira pamoja pia na kutengeneza business plan kwa ajili ya mradi huu. Na katika kusapoti mradi huu ni katika zile jitihada za serikali za kusapoti miradi ya nishati bora maeneo ya vijijini. Serikali kupitia REA inasapoti taasisi za kiserikali lakini pia private sector katika kufanya miradi hii ya uzalishaji umeme ambayo inasaidia kuongeza kiwango cha umeme katika gridi yetu ya taifa, lakini pia kinasaidia kuongeza ubora na uimara wa nishati katika gridi yetu ya taifa. Mradi huu wa kilowati 360 kama nilivyosema, unatekelezwa na Dayosisi ya Kusini Kati ya kanisa la KKKT kupitia kituo cha udiakonia cha Tandara ambacho kipo katika mkoa mkuu wa Njombe. Serikali kupitia REA inafanya haya katika kuongeza investment katika maeneo haya ya nishati bora, hususan nishati ya umeme. Na katika kufadhili mradi huu, serikali kupitia REA pia imeweza kutoa ruzuku ya kiwango cha shilingi bilioni 1.63 kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa miundombinu na utekelezaji kwa ujumla wa mradi huu. Lakini pia kupitia program ya Tanzania Rural Electrification Expansion Program, yani TREP, mradi huu pia ulipata mkopo kupitia REA, mkopo nafuu wa kiasi cha shilingi milioni 922 kwa ajili ya kuwezesha shughuli za ujenzi na pia shughuli mbalimbali ambazo zimehusika katika mradi huu. Vitu ambavyo vikubwa ambavyo serikali imegharamia ni pamoja na transformer chochezi ambalo liko hapa la ukubwa wa kVA 500 pamoja na njia pia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolt 33 yenye umbali wa kilomita 0.6 ambapo imejengwa kutoka katika kituo hiki mpaka kwenda sehemu ambapo kuna maunganishio na gridi ya taifa ambayo inakuwa operated na wenzetu wa TANESCO. Kwa hiyo huu mradi ni sehemu ya juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa ili kuongeza uzalishaji wa umeme katika taifa letu, na katika maeneo haya ya mkoa wa Njombe REA imeweza kufadhili zaidi ya miradi ya namna hii 5 ambayo inazalisha umeme, mingine inazalisha umeme na kuuza kwenye gridi, lakini baadhi inauza umeme na kusambazia wananchi moja kwa moja
kwa kupitia leseni ambazo taasisi hizi zimepata kupitia kutoka EWURA. Jina langu naitwa Bwana Daudi Sanga, plant manager mradi huu wa Ijangala ambao unaendeshwa na kituo cha udiakonia Dayosisi ya Kusini Kati Makete. Mradi huu una uwezo wa kuzalisha kilowati 360 na kwa sasa tumeshajenga kama mlivyoona, eneo la bwawa limekamilika, upande wa mabomba limekamilika, upande wa powerhouse umekamilika, upande wa substation nao imekamilika. Tumeshaanza kuuza umeme toka 2025 Machi kuanza kupeleka kwenye gridi ya taifa. Kituo cha udiakonia kinahusika sana na huduma kwa watu wenye ulemavu mbalimbali au watu wa makundi maalum, ambao kuna watoto yatima, kuna watu wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi kazi yetu pale kwenye kituo cha udiakonia tunalea watoto hao kwa kuwapeleka shule. Kuna watoto nao kama majumbani, wanahitaji vifaa vya shule, wanahitaji malazi. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kwa sababu muda mwingi toka kituo kinaanza tumekuwa tukitegemea ufadhili toka kwa wafadhili toka nje. Sasa hali ya sasa ya wafadhili toka nje inazidi kupungua na uwezo wa kuendelea kuhudumia watu wetu unazidi kuongezeka kwa sababu mahitaji yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo tukaona ni nzuri tuwe na mradi huu, na hii zaidi kutokana na kwamba pale ofisini sehemu kubwa tulikuwa na generator ambayo tulikuwa tunatumia diesel. Kila tunapofanya shughuli zetu za ofisini lazima muwashe generator. Tuna kiwanda cha useremala kiko pale. Kwa hiyo tukakuta kila wiki hamkosi pipa moja la mafuta limeteketea. Pia tushukuru sana wafadhili mbalimbali waliotuunga mkono toka tunaanza. Mwanzo tulikuwa tunaanza wazo hili lilikuwa ni kama wazo gumu sana, lakini kupitia REA na watumishi wake au idara zake zilitushika mkono kutoka hatua ya kwanza ya utafiti. Kwa sababu kwanza kabla ya kutafiti sisi tulifikiri kienyeji. Wenzetu wakasema hapana, mpitie kitaalamu zaidi, ambapo kupitia hawa DIT walifanya upembuzi wa kina wa eneo hili kuona je, kama linaweza likafaa kwa mradi huu na gharama zote zilipewa na REA. Tukaja kwenye swala pia la hivyo vifaa ambavyo tumepewa kupitia UNIDO. Wenzetu UNIDO walitusaidia nao kupitia REA, waliwashawishi au waliongea nao kuonekana kama kuna fursa kule, wakatupa hivyo nani. Lakini pia kwenye ujenzi kama walivyosema mtangulizi, sehemu kubwa ya mradi huu hela nyingi zimeingia kutoka REA. Mimi nasema isingekuwa REA, sidhani kwamba haya mafanikio tunayoona sasa tungeyashuhudia tulio wengi. Pote tulipopita unaweza kuona hata safari yenyewe jinsi ya kuja hapa ni mradi ambao unaona kabisa umefanyika katika mazingira ya uhalisia, kwamba ukisikia vijijini ni vijijini kweli. Pongeze sera ya serikali kwamba unaona Tanzania tunakuwa na upekee kidogo. Wazalishaji wadogo hawa wa KV 360 megawati 1, 2, mbali na kwamba wanaongeza umeme kwenye gridi ya taifa, lakini kuna pato linaloingia katika jamii kupitia wafanyakazi na malipo wanayoyapata, ambapo jamii inakuwa mshiriki katika uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo tunaomba REA waendelee na huu utaratibu. Habari njema kwamba wamekava vijiji vyote hapa Tanzania, sasa wanakwenda kwenye vitongoji. Tunaamini kwamba na kanisa limeonyesha mfano, kwa sababu baada ya kumaliza kulipa mkopo, ina maana yale malipo tuliyotajiwa kati ya milioni 22 mpaka milioni 28 yataingia katika kusaidia wahitaji katika jamii. REA wanafanya kazi kubwa sana, na ukisikiliza miradi inayofanywa na kutoa ruzuku kuwawezesha Watanzania wenzetu, ukisikia ruzuku ina maana wamemwondolea adha ya mkopo. Kwa hiyo inawasaidia miradi hii imalize mikopo haraka, itoe huduma haraka kwa wananchi, na mwisho wa siku REA sasa tuanze kuangalia, maana REA huku ni kama kero za umeme imeshamaliza, imeingia kwenye gesi, na hapo tumesikia kwamba wanalenga sasa kanuni ibadilishwe hadi gesi ipelekwe majumbani, itakwisha. Kuna maeneo mengine ambayo nilitaja jana, lakini maji ni mojawapo ya maeneo ambayo sasa kama REA itaonekana huku inamaliza hizi shughuli, wapewe na maji ili waunganishe, badala ya kuwa na mamlaka za maji hapa pale nini, wafanye kazi hii, nchi iende kama tunavyoona umeme sasa hivi. Kwa mfano huyu jamaa nyumbani kwao asingekuwa na umeme kama sio REA. Kwa hiyo REA wamesaidia. Sasa kama walivyofikisha umeme na utaalamu huo wautumie kufikisha na maji, badala ya kuwa na mamlaka mkoa, wilaya, wapi, tuwe na jambo moja la kitaifa ambalo litamaliza kero zote za Watanzania.